katika maandamano ya Waislamu Tanzania, Field Force walitanda barabarani pale msikiti wanalili pale Kinondoni. Akatoka tu muni moja akasema, "Wewe mshikaji wangu, mimi ni Muhammad bwana. Sio ni kudedi kwa ajili ya godi, niwekeni tu nitajitoa maisha yangu." Mkristo anaweza? Kwa hiyo ndugu zangu, wenzetu wanahangaika. Waislamu wanasema mfamaji haachi kutapatapa. Shabani, kaongeze msumari pale pale. Unapoingilia mwiba ndipo tunapotolea. Kwa hiyo toa mwiba pale pale ulipoingilia. Wataelewa, wameelewa. Hakika kimi wameelewa. Wameelewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri jambo tatizo liliyoko ndugu yetu ni kwamba swali lake alipoliuliza hakuwa makini kusikiza majibu yanayotoka. Swali kauliza Waislamu ni kondoo ni mbuzi, na simple and clear kama nikalijibu Waislamu si kondoo wala Waislamu sio nini? Sio mbuzi. Sijui hili jibu hujasikia ama sijui matatizo gani. Alafu namba 2 ametoa Qur'ani 2:104. Hebu soma hiyo andiko. Qur'ani sura ya 2 aya yake 104. Waislamu wamepigwa marufuku, wanakatazwa na Mwenyezi Mungu asimwambie mtume tuchunge, kwa sababu anayechungwa ni mtu ambaye hajitambui, mtu ambaye hajifahamu. Ndio sawa kama vile kondoo na mbuzi wana tabia kuchungwa chungwa. Sasa Waislamu tumepigwa marufuku kwa sababu Waislamu ni punda mwitu katikati ya watu. Ni uzao wa Nabii Ismail alayhi salatu wassalam. Maana huwa atawaliki wala huwa wachungiki wala wafuiki. Ndio Waislamu akasema tuchunge, wala wakati wa mtume alikuwa nafikiria kuchungwa ndio kitu bora. Walipigwa marufuku na Mwenyezi Mungu. Soma andiko asigari na uchangamke. Nini? Msiseme raina. Ndio. Bali semeni ndurna. Subiri. Waislamu wanaambiwa msiseme raina, yani tuchunge, bali waseme tuangalie. Ndurna, yani tuangalie, tutizame. Mwenyewe vizuri. Soma maelezo yake. Farisi ya commentary ya Farisi hapo. Comment yake anasema nini? Chini hapo aya 104. Walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume. Wakati mwingine wakimwambia mtume, Raina. Unasikia? Walikuwa wanamwambia raina. Yani tuchunge. Endelea. Yani kuwa ukituchunga. Unasikia? Wao wenyewe walikuwa nasema mtume tuchunge, lakini mtume akusema mimi ni mchungaji wenu. Tuchunge mtume. Walikuwa nasema wale Waislamu wale. Endelea. Kama mchungaji mzuri. Kama mchungaji mzuri. Endelea. Wachunga wanyama wake. Unasikia? Kama mchungaji anachunga wanyama. Kwa hivyo maana yake Wakristo wote walikuwa wamesema ni kondoo, wale wote ni wanyama watupu. Wale sisi ni wajinga. Wale wanasema kwamba tuchunge kwa sababu sisi ni wajinga, lakini maliza. Hatujui la madhara wala la maslaha. Sasa wale walikuwa nasema mtume tuchunge kwa sababu mtu ambaye anayechungwa hajui madhara wala maslaha. Lakini Muislamu je, anajua madhara, hajui maslaha? Waislamu wote wanajua madhara ni kitu gani na maslaha ni kitu gani. Waislamu kweli sio kweli mabwana? Kwa hiyo swala kimsingi ni kwamba mpigwa marufuku kwamba msitumie kauli kama hizo. Hizi ni kauli za watu wasiojua madhara wala wasiojua maslaha. Kwa hivyo Wakristo wanasema wao ni kondoo kwa sababu hawajui madhara wala maslaha. Je, swali la kimsingi, Wakristo peponi motoni? 15:18 Korintho wa kwanza. Twende vitu inasemaje? Inasemaje? Na hapo wao nao wamefanyaje? Wamepotea. Kwa hivyo nyinyi Wakristo talent tabani, nyinyi ni watu wa motoni. Sio Waislamu tumesema, bali Biblia iko wazi. Wakristo wote waliolala kulala ni kufanya nini? 27:52 kitabu cha Mathayo. Hivi masala yako wazi, kulala ni kufa kaburini. Ukipatikana wewe na unapelekwa kaburini, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, umemwaga pale aliyokuwa jasirimu bado Mkristo, basi ujue kabisa Biblia inasema kwa motoni unakwenda, lazima ukaungue. Swala kimsingi ni kwamba sio Waislamu tuna matatizo. Je, Waislamu wanakwenda wapi? 40 Qur'ani iko sawa. Twende kwenye Qur'ani, wachana Biblia. Mimi sina mpango nayo sasa hizi. Biblia yenyewe iko wazi, imeonyesha wazi. Wakristo wana andiko la kuonyesha Biblia Wakristo na peponi hamna. Soma andiko hilo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam mwalimu. Kwa kweli kama ni kinywaji umetoa maziwa. Kabisa. Kama ni kinywaji ni maziwa. Ni chakula cha watu wa peponi. Sasa majibu yametolewa safi kabisa. Nimesema hapa mwanzo, Shabani, mwiba unatolewa pale ulipoingilia. Na kwa bahati nzuri ametoa mwiba pale pale ulipoingilia. Na mada ni safi na mambo yanakwenda vizuri, hakuna mushkeli wa aina yoyote. Sasa mwenyekiti, ni wakati wetu wa kuuliza swali. Kwa hiyo kama una maneno machache kuonesha kwamba Waislamu tunafanya usawa, dakika 2 nakupa utoe maneno machache tuulize swali, lakini msikimbie. Ndugu yangu Mwaipofu, ubarikiwe sana. Kwa sababu mimi nakushukuru kwanza na mwalimu wako na jinsi alivyoleta mafundisho yake kulingana na elimu yake
mimi namshukuru. Pili, nakushukuru na wewe mwenyekiti, kwa sababu tukianza mkutano hapa ulileta shutuma sana ya kwamba kuna bwana kakaa kule, yule bwana murtadi, yule bwana amekaritadi, yule kipara, yule ameketi pale katikati yule, mpaka yule bwana yakaona doa bwana za rusha mawe. Tukamwambia bwana, waweza kupiga mawe kweli, manake wana hasira. Na yule bwana akawa mwalimu Bakari, kakaa chini ya miguu yake, mwembe tayari pale stage ya basi. Abubakari kakaa chini yake, kamsikiliza yule bwana, amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mwenyewe kwa kauli yake, tukianza mkutano siku ya Ijumaa, yule bwana yule ni murtadi, yule bwana akampoint, ameketi hapa kipara huyo, na ni kweli alinyoa nywele zake vizuri. Sasa vipi leo uje udanganye umma ya kwamba hakuna mtu anaweza kuwa Muislamu akamkubali Bwana Yesu? Kwa hivyo kusema ukweli, dakika zangu 2 nimemaliza, na ya kwamba jameni, tutafuteni haki, twende tukaingie pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kweli hakika Waislamu wanamngoja Bwana Yesu aje awafufueni. Biblia inasema ni Yesu anayekuja, Qur'ani inasema ni Isa naye ni Yesu anayekuja. Kwa hivyo tuangalie maandiko, tuyakubali jinsi yalivyo, ili tuingie pepo ya Mwenyezi Mungu. Tusilete ushabiki hapa na kupelekana huku na kule. Lakini kwa sababu nafasi yako ya kuuliza swali, na kuachia uskani mwenyekiti mwenza, alafu tuendelee ili tupate elimu ambayo itatufikisha peponi kwa Mwenyezi Mungu. Haya, tunashukuru. Lakini ndugu yetu bado si mkweli. Uione msema kwamba amekuwa Mkristo, hakuzaliwa katika Uislamu. Kwanza mjue hivyo Waislamu. Kwanza naomba mlijue hivyo. Wamemsilimisha na nyuki. Wahadhiri wako hapa, na huyo hakusilimu kwa ajili ya Mungu. Ni kama vile Abdullah Ubay bin Salul katika mji wa Madina alimdanganya Mungu na mtume, nimeamini, kumbe hakuamini. Thumma amanu thumma kafaru. Ndio huyu. Lakini na hapa tena Muislamu aliyezaliwa katika mgongo wa Kiislamu, katika damu ya Kiislamu, na hapa hawezi kutoka. Atafanya maasi. Sisemi Waislamu ni malaika, wana mapungufu ya kibinadamu, lakini hawezi kuingia katika Ukristo. Kama yupo tuletee. Na akapewa 15,000 kalitadi karudi kwenye ukafiri. 15. Sasa utasema alisilimu kwa ajili ya Mungu? Ni sawa na mtu anayesilimu baada ya kupata mwanamke, anamwambia nioe, silimu ndio nioe. Huyu asilimu kwa ajili ya Mungu, anasilimu kwa ajili ya mwanamke. Kwa hiyo huyu siku yote akiachana na huyu mwanamke analitadi. Huyu katoa njia tumboni kaweka kichwani, kapoteza hata mwelekeo wa maisha. Unajua njia ukitoa tumboni kuweka kichwani unapoteza mwelekeo wa maisha. Sasa ni hatari njia, tuidhibiti sana njaa. Kwa hiyo sasa wallahi, ili muone Waislamu kama kweli kabisa Uislamu ni dini na inatisha, na kama kweli wao wanaye mtu anamnyoa tuletee. Mimi naminua kijana aliyekuwa Mkristo kindaki, yani Kiswahili cha Kitanzania kindaki, yani kidamdamu. Piga geuza damu yako ukikata inatoka Kristo. Ismaili alikuwa Mkristo na ndio atakayeuliza swali. Sasa wao watusimamishie aliyekuwa Muislamu akabatizwa aje atuulize swali, alafu na sisi tumuhoji swali. Kama unataka sala ya Maria yote itasomwa. Huyo hapo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naomba dakika moja tu kidogo nitoe taarifa kuhusu huyu bwana. Hakuna shida shehe. Huyu bwana ni jamaa yangu. Naam. Kwa hiyo kama yeye karitadi hakujua Uislamu, sasa kama yeye karitadi aje hapa challenge mimi na yeye tusome Qur'an kama alisilimu kweli. Allahu Akbar. Aje hapa kama Maina, mimi naitwa Ismail Washira, mimi Kikuyu kama yeye. Yeye kafuata hela jamaa zangu wagonjwa. Allahu Akbar. Kwa hivyo yule mgonjwa mimi nilimuona akihubiri na nilimfuatizia sehemu zote alizokuwa akihubiri. Alikuwa mgonjwa wa pesa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwacha akapotea. Kama kweli alikuwa Muislamu aje hapa asome Qur'an, atusomee hadithi moja ya mtume, atuambie nguzo za imani ni ngapi, nguzo za swala ni ngapi. Mimi na yeye challenge tu dakika 5 tu kesho hapa tuone kama alikuwa Muislamu kweli. Allahu Akbar. Kwa hiyo inshallah nafikiri hiyo taarifa ielekane kwamba alikuwa yule ni mtu ajielewi maskini ya Mungu. Kwa hiyo nafikiri
niekee timing yangu nianze kuuliza swali. Swali ninalotaka kuuliza hawa Kristo, hebu nisomee katika 17:5 kitabu cha Yeremia. 17:5 Yeremia, kitabu cha Yeremia, haraka kidogo. 17:5 inasema harakisha asgari. Giza na upepo nao upeakia. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Tulia. Aya inatuambia amelaaniwa yule mtu amtegemeaye mwanadamu. Sasa ukienda katika 25:41 aliyokuja kuitoa huyu kijana hapa, unaweza kuona mwili mkubwa lakini kijana mdogo tu. 25:41 Mathayo inasema hapo atakapoketi mwana wa Adamu, ndiyo katika utukufu wake. 25:41 Mathayo. Nenda paka pale, wale wa mkono wa kushoto wataambiwa ondokeni. Kimbilia hapo. Kisha wataambiwa wale walioko mkono kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Walio mkono wa kushoto, Qur'ani mambo yake kulia inaanzia kulia ikienda kushoto. Biblia inaanzia kushoto kwenda kulia. Kwa hiyo kuonyesha watu wa mkono wa kushoto ni wale wanaoamini kwamba Biblia ndio kitabu cha Mungu. Ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele. Sasa waliolaaniwa ndio wanakwenda jehanamu. Na kule tumeambiwa wamelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Sasa Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Ndiyo inasema kwa sababu Mungu ni mmoja, ndiyo, na mpatanishe kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, ndiyo, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa swali linakuja, amelaaniwa mtegemea mwanadamu, waliolaaniwa watakwenda jehanamu, alafu Yesu kakiri mwenyewe kwenye Biblia kwamba yeye ni mwanadamu na Mungu ni mmoja, anajiita mwanadamu Kristo Yesu. Je, nyinyi wa Kristo hamumtegemei Yesu kama mkombozi wa maisha yenu? Jibu ni swali. Unaona swali wa Islamu lilivyopangika katika misingi mizuri. Sasa hayo ndio maswali. Mkiambiwa kwamba jamani, watu wanasilimu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu na kwa wafuasi wa Mtume Muhammad. Sasa kijana kama huyu hata umpe milioni 1 ya Kenya hawezi kulitadi, kwa sababu anajua ladha ya Uislamu, anajua matunda ya Uislamu, imani yake imekinai. Sasa unatuletea mtu leo kasilimu leo, kesho analitadi. Kwani sisi tunababaika na huyo mtu? Tubabaiki kwani hata kilitadi sisi tunatusaidia nini? Uislamu upo, Waislamu ndio hawa. Unaona maneno bwana? Na Waislamu kwa historia yao kama tulivyoambiwa toka jana hawatawaliki. Nyinyi wenyewe mashahidi, mnaona Somalia itawaliki, imeshindikana. Utatawala Waislamu utaweza? Utaweza? Iraki ndio hiyo, haitawaliki, imeshindikana. Afghanistan ndio kabisa. Kila siku Amerika anasema nitapiga, amepiga wapi? Tena kakundi kawazee wachache. Vile vizee vya Afghanistan, vizee vilishakula vikakata tamaa ya maisha, vinamsumbua Bush bana. Halali. Obama kaangaika, mimi naitwa Barack Hussein Obama, Muislamu wenzao akamwambia waacha wewe, Muislamu unaweza kuwa wewe? Si hatukuelewi, tunataka haki tu hapa. Unafahamu mchezo na Uislamu? Jibu swali hilo. Swali limeulizwa na kijana, jibu swali hilo. Haya. Mwenyekiti mwenza, nakushukuru. Asante Bwana kwa nafasi ambayo umetupatia tena ili tukaweze kujibu swali. Na tena mwalimu wangu ni dakika 5. Dakika 5 ni nzuri kwa sababu unaweza ukamwelimisha na ukampa elimu ndugu yetu, ili akitoka pale akajua ya kwamba hakuwa wa kwetu, na kama angelikuwa wa kwetu basi asingelitoka. Pili, amedhihirishia umma ya kwamba kweli kabisa yule bwana alikuwa Muislamu na akamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hiyo tunakushukuru kwa sababu alisema haiwezekani, lakini mwalimu wako amedhihirisha ni kweli. Kama ni jamaa wake sijui, kama ni shemeji yake sijui,
lakini kwa sababu amedhihirisha, ukae ukijua ya kwamba Bwana Yesu ni Bwana na Mwokozi hata wa maisha yako pia. Mbinguni, peponi, Mwaipopo, bila Yesu hufiki. Sasa hiyo ni taarifa tunakupatia ili kusudi ukapate kusaidia. Tungelikuwa na nafasi, tungelikuja na vitabu vya hadithi, tungelikubainishia wazi, lakini leo tungeweza kuvileta hapa. Sasa nataka kupandisha mwalimu wangu, Mwalimu Tsuma, ili kwa dakika 5 akaweze kukusaidieni ili mjue jinsi ya kujibu maswali, pia na ufahamu wa Biblia mnavyosema. Kama vile Yesu alivyosema, nasema nanyi kwa mifano, na macho lakini hamuoni, akili tunazo lakini pia hatufahamu. Si kwamba sisi si wanadamu, ni wanadamu kweli, lakini anahitaji elimu itokayo kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Mwalimu Tsuma, karibu, na wote ambao wanataka kuwa Waislamu, hatuwezi kuwanyima kuweza kuwa Wakristo. Mnakaribishwa na hatuwabatizi hadharani. Tumesema tarehe 30, kama hamuamini njoo tena halaiki yote tarehe 30 muone jinsi ambavyo Yesu anatukuzwa katika ubatizo. Amina. Asante. Dakika 5 nafikiri za tosha hizo, nyingi sana. Mwalimu, Nipo. kuna kile kidume kilichotoka Nairobi, kintoka hapa kikasema yeye punda mwitu, hachungiki wala hachungwi na mtu. Hey, simsiba huu. Wacha tumuulize Mungu, je, wewe ni mchungaji juu yao ama unakataa? 5:117. Inasema 5:117. Naam. 5:117 inasema. Alafu tujibu swali sasa. Inasema. Inasemaje? Sikuambia lolote. Ndiyo. Ila yale ulioniamrisha. Ya kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Mola wangu na Mola wenu. Ndiyo. Na nilikuwa shahidi juu yao. Ndiyo. Nilipokuwa nao. Na ulipo nikamilisha muda wangu. Ndiyo. Wewe. Ukawa mchungaji juu yao. Asante. Amen. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mchungaji juu ya watu wote. Wewe ukatae vipi kama huchungiki? Sasa wewe kama huchungiki, mahali tutakuingiza hapa. Qur'ani inasema wale ambao hawataki kuchungwa wanaingia wapi, msomaji? 19:68 hadi 71 Qur'ani soma. 19 sura Maryam. Haraka baba. 68 kuendelea inasema. Basi. Na hapa kwa Mola wako. Kwa yakini. Tutawakusanya wao pamoja na mashetani. Kisha tutawahudhurisha pembezoni mwa Jahannam. Wapige magoti humo. Tutawatoa katika kila taifa. Miongoni mwao waliomwasi zaidi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tena hakika sisi tunawafahamu sana wanaostahili zaidi kuunguzwa humo. Tunawafahamu sana wanaostahiki zaidi kuunguzwa humo. Wala hakuna yeyote katika ninyi ninyi mnaoniangalia ila ni wenye kuifikia hiyo Jahannam. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha kuhukumiwa. Kwa hivyo nyote nyinyi hakuna, ila nyote ni wenye kuifikia hiyo Jahannam. Alafu Mwenyezi Mungu ndo anakuja anasema, sasa tutaangalia yule tutakayemtoa. Edha Mwaipopo tutoe ama Abubakari tutoe. Sasa hapo mtihani. Kwa hivyo Jahannam kwanza lazima muingie ndani. Sasa msomaji, mwalimu hapa ambaye amesema ndugu yake karitadi Ishmaili anakuja anasema hati sisi tumemtegemea mwanadamu ambaye ni Yesu Kristo, kwa hivyo tutaingia motoni. Msiba mkubwa. Ngoja tumfundishe kwanza kwa nini tunamtumainia huyu Bwana Yesu. Msomaji, nenda 3:35 kitabu cha Yohana. 3:35 Yohana. Kwa jina la Bwana 3:35. Haraka mwalimu nafika. Haraka. Inasemaje? Baba ampenda mwana. Baba ampenda mwana. Naye amempa vyote mikononi mwake. Sasa Yesu amepewa vyote mikononi mwake. Amwaminie huyu Yesu. Yuna uzima wa milele. Sasa kwa hivyo ukimwamini Yesu unapata uzima wa milele. Tumaini.
hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. 6:40 Yohana 6:40 kwa jina la Bwana nasoma. Soma baba. Inasema kwa kuwa mapenzi yake ya Baba yangu ni haya. Sasa Yesu ambaye amepewa vyote mikononi mwake anasema mapenzi ya Baba yangu ni haya. Yapi? Kila anayemtazama huyu Yesu na kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Halafu nami Yesu nitamfufua siku ya mwisho. Takbir Waislamu. Kimya, subutu. Ukitaka kufufuliwa uingie katika uzima, umwamini Yesu. 5:28 Mathayo. Yohana 5:28 mwalimu usimalize. Yohana 5:28 inasemaje? Nasema kwa jina la Bwana. Msistaajabie maneno hayo. Ndiyo. Kwa maana saa yaja ambao watu wote waliomo makaburini ndiyo watasikia sauti yake. Muda umeisha bwana. Sauti watakoisikia ya Yesu, hakuna ya Muhammad hapo. Subutu, Muhammad atoka wapi? Mwalimu, umetumia dakika 4 sekunde 23. Dakika 4 sekunde 23.2. Kwa hivyo tuna set time pia upande huu ili kusudi tuweze kufanya insaf. Na kushukuru mwalimu wangu kwa sababu hata kama umekatishwa muda, ujumbe umefika. Simu zinasema message received. Kwa hivyo ujumbe, ndugu zangu, ndio huo. Habari ndio hii ya kwamba pasi na Yesu Kristo hakuna uzima wa milele. Pasi na Yesu Kristo hakuna uzima wa milele. Ndio naona wale wasomi wanaosoma ndio ambao wanamkubali Bwana Yesu. Tukasema juzi ya kwamba ukiweka hesabu utagundua ya kwamba ni sharti uwe na watu 1000 kufikisha idadi ya mwalimu msomi ambaye anamkubali Yesu. Kwa hivyo nafasi hii nakuregeshea kwako ili kusudi umregeshe mwalimu kana kwamba ana swali la nyongeza, tuweze kuwasaidieni ndugu zetu Waislamu. Kuweni huko lakini mumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, ili kusudi pepo msikose. Na kama si hivyo, Bwana akawasaidie na akawabariki. Mwalimu, mwenyekiti mwenza, karibu. Halafu narudia tena ndugu zangu, hapo sio sehemu ya kuja kufurahisha watu. Tungetaka kufurahisha watu tungemleta Kingwendu na Majuto hapa. Muelewe hilo. Mwalimu anauliza swali lingine, unakuja kutoa maelezo hapo. Maelezo yako ni polisi, kujitetea mahakamani. Imani yako kanisani, yangu msikitini. Hapa ni aya, hatuendi kwa matamanio ya mtu. Wasikilizaji wote wamesikiliza swali, wewe umekuja umejibu nje kabisa na swali. Yaani mradi upoteze muda tu basi, Sasa kesho kuanzia saa 8 Waislamu tuwaje hapa, ni maswali na majibu tu, kukulu kaka ala kesho, maswali na majibu kwenda mbele. Na kesho ndio siku ya mwisho, tutafanya dua nzito sana hapa Waislamu. Sasa namrudisha tena mwalimu, sikilizeni maswali, asija akajifanya mtu kichwa cha jogoo kibebi kokoto. Kwa sababu jogoo hajasimwaje wewe kubeba kokoto. Yaani ni sawa na mtu ana mzigo ameweka kichwani, eti anasikia mzigo mzito, anasema ngoja nipumzike, anaweka kwenye bega. Umepumzika wewe? Bado matatizo yako pale pale. Ili upumzike tu, wa mzigo weka chini. Sasa ndio hawa wanaambia Kristo sio dini, ufufuko kwa Yesu. Hapa amekuja akasoma aya lakini hakuelewa. 19:71 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo. Wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuisikia hiyo jahannam. Tulia. Kufika na kuingia ni vitu viwili tofauti. Unaweza kufika shule lakini usiingie darasani.
Tunaona sasa kumbe Kiswahili tuwafunze, Biblia tuwafunze, dini tuwafunze, na njia kwenda peponi pia. Soma hiyo aya alafu kisha ushuke kwenye sherehe yake. Sherehe yake inasema hivi. Ndiyo. Wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni, ndiyo, wote wanapitia njia moja. Halafu wa motoni ndiyo wanaanguka huko, na wa peponi wanaendelea na njia yao ya kuwafikishia peponi. Takbir! Kwa hiyo Waislamu watapita mpaka peponi, lakini hawa lazima waanguke, kwa sababu wao swali langu hawajajibu. Ima wakijibu watasilimu, waepukane na balaa hilo, au wakikosa kujibu wabakie wakaanguke waingie jahannam. Swali linarudi pale pale. Nyinyi hamumtegemei Yesu akiwa kama mwanadamu? Hamumtegemei Yesu akiwa kama mwanadamu? Huyu Yesu mnaedai kwamba ni mkombozi wa maisha yenu. 26:34 Mathayo, Yesu atakuja kufufua watu. 24:36. Ndiyo. Huyo ni kuambiwa kwamba anafufua watu. Anafufua watu. Walakini habari ya siku ile na saa ile, yani siku hiyo ya ufufuo Yesu hatajui kutafanyika nini. Hajui kitu chochote kuhusu hiyo siku. Hakuna aijuaye. Unaona maneno hayo? Hata malaika walio mbinguni, ndiyo, wala mwana, ila Baba peke yake. Sasa Mungu peke yake, takbir, Allah, ndio anajua atafanya nini na nini na nini na nini, atamfufua nani kwanza, nani wa mwisho. Sasa Yesu hajui kitu. Msije kuchomekea hapa. Jibuni swali langu. Amumtegemei Yesu wakati Yesu ni mwanadamu? Takbir! Allahu akbar. Sasa nafikiri swali mwalimu sasa kazidi kulifafanua, na ametoa aya nyingine ya Qur'ani, sherehe imesomwa chini kwamba tutapitia njia moja. Sasa kupita njia moja si kwamba sisi na Wakristo tutachanganyikana, la, ina maana wao watakufa na sisi tutakufa, kwa sababu huwezi kuonja jehanamu mpaka ufe, na mauti hayachagui Mkristo wala Muislamu, wote tutaonja mauti. Sasa maneno yako kule, kama wewe kikaragosi, Mwenyezi Mungu ndio before. Wewe unajifanya huku ngangali, Mwenyezi Mungu ndio mgunguli, ndio baba wa adhabu. Wewe tajeuri tu hapo, unaambiwa dini ni hii. Unaleta ujanja kwenye dini. Wewe unafikiri ni siasa? Jamani, hii dini, na wallahi hapa tukuja kufurahisha watu. Hapa tumekuja kumtangaza Mungu ili watu wajue haki. Sasa mtu anaambiwa hii ndio njia, analeta ujanja, yeye anafikiri kwamba hapa tumekuja kutetea imani fulani. Imani itapatikana baada ya kuonekana haki. Kwanza tuijue dini ya Uislamu na Ukristo, ipi ya kweli, ipi ya haki. Ukiipata ile haki ndio unaisimamia katika misingi ya imani. Sasa wewe wenzetu wanataka kuleta ujanja. Mradi tu kabeba Ukristo basi. Mimi Mkristo. Sasa Ukristo dini, mimi Mkristo tu. Sasa namna hii jamani, tutafika kweli? Wanatia ulimi kwenye siafu. Wazungu wenyewe waliokuletea dini sasa hivi hawaitaki. Wewe umeingangania. Haya, huo Yesu mnamngangania, mmemtoa Israeli nyinyi wa Katoliki, mmempeleka kule Vatican. Vatican Yesu ndio alizaliwa kule, wakikulizeni. Tukuulizeni nyinyi wa Kristo, Vatican Yesu kazaliwa Vatican? Kwa Wataliano kule. Wataliano wanaweza kuleta nabii na mambo yao ya ufedhuli yale. Haya, hawa Wasabato na wao wamekurupuka hao, wakaenda Ujerumani. Haya, Yesu anaweza kazaliwa kwa Ujerumani? Watu wenye ubaguzi wa namna ile. Haya, Waanglikana nao kakurupuka hao Uingereza, makao makuu yao. Yesu anaweza kazaliwa Uingereza? Jamani, tuache ujanja kwenye dini. Lazima hawa watu sasa wadhibitiwe, wale kibano wajue kwamba Uislamu dini. Hata ulimi unapopoteza mwelekeo unajiuma kwenye jino. Ulimi ulipita njia sio yake. Hata barabara ukiona inaua sana, inawekewa matuta kupunguza spidi magari. Sasa hawa wanakuja vibaya. Sasa lazima wadhibitiwe, na hakuna njia, ni mihadhara. Swali limeulizwa, kijana analeta ujanja pale, anabaki anazunguka na surround jukwaa. Tusifanye namna hii ndugu zangu. Wakristo mwogopeni Mungu japokuwa hamna Mungu wa kweli.
lakini jueni kwamba sote tutaelekea mbele ya haki, na wallahi mtakuja kukumbuka mkusanyiko huu kwamba Waislamu walitununulia maji tukanywa, jukwaa wakatufungia, na viti wakatupa, na vitaa wakatuwekea, wakatuhubiria Muhammad mtume, Mungu mmoja, la ilaha, tukasema hatutaki kwa kibli chetu, lakini sasa tunaangamia. Na siku hiyo hakuna msaidizi na wala hakuna tai wala suti. Tunakuelezeni kweli, ni serious kabisa. Kaeni mfikiri hii dini yenu mmeletewa na nani na imetoka wapi, na huyo aliyeileta yeye ana uhusiano gani na Mungu? Kwa sababu dini huwezi ukaileta kama una uhusiano na Mungu bwana. Wewe dini akakuletea mzungu, mzungu ana uhusiano gani na Mungu? Kuna nabii gani aliyetoka kwa Italy? Sisi makao makuu ya Uislamu duniani yako Saudia, kwa sababu mtume kazaliwa Maka, amefia Madina na kaburi lake lipo. Na hapo hapo Maka Ibrahimu amekaa, Al-Kaaba ushahidi. Na watu wanaofika kule paka nyayo alipokanyaga Ibrahimu ipo. Maji ya Zamzam yapo. Yahya Siri hapa amefia, kaburi lake lipo. Ukiangalia Nabii Suleimani Palestini, msikiti upo, Baitul Muqaddas aliyojenga. Haya, nyinyi tuonesheni kanisa Kongo aliyoacha Yesu kajenga. Liko wapi? Kanisa Kongo kwani kama na Kongo? Yaani Kiswahili cha Tanzania, kanisa la zamani au sio shaza? Kanisa la zamani lipi aliacha Yesu kajenga? Sisi msikiti aliyoacha mtume upo na unapanuliwa mpaka leo upo. Wallahi Waislamu. Mpaka na Madina alipoacha mtume kajenga msikiti upo. Baitul Muqaddas aliacha Nabii Suleimani ipo. Sasa kijana, nakupa muda wa mwisho. Na kesho ndio siku ya mwisho. Njoo ujibu swali. Na kijana mwenzio amekuuliza swali lililokwenda shule. Sio bora shule. Dakika ni 2. Dakika 3 za swali. Nafikiri mwenyekiti, tafakari. Ni wakati wa mwisho sasa. Njoo ujibu swali. Kazi kwako mwenyekiti. Asante sana ndugu yangu Mwaipopo kwa habari ambazo natufikishieni, ambazo tulikuwa tunajua ya kwamba Muhammad kumbe alikufa na bado yuko kaburini, anamsubiri Bwana Yesu aje kumfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu yu hai milele na milele zote. Kwa taarifa hii sikuwa nayo, ila mwenyekiti ndio ananifahamisha kwamba kaburi lake lipo. Kama liko Medina ama liko Maka sijafahamu vizuri, lakini nasikia kaburi lake liko. Na anasubiri alama ya kiyama ambaye ni Bwana Yesu aliyeko hai na mpaka sasa yu hai, na ndiye kukabidhiwa hukumu yote mkononi mwake. Sasa hakimu tunaye, wasiwasi wa Kristo hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakimu tunaye, wasiwasi hatuna. Ndio maana tuwaulizeni kwa sababu atakapokuja Bwana Yesu akatae tu kumfufua Muhammad, sijui umma wote utakwenda wapi. Na ni swala ambalo lazima tulifikirie mwenyekiti, kwa sababu tunabainisha haki. Ukituambia kwamba sisi tunaleta mchezo, tunaleta dhihaka, tunaleta sijui nini, tunajaribu kufikiria, je, Mwenyezi Mungu ametupangia nini kama wanadamu? Kwa hivyo lazima tutafute haki, tulinganie haki. Ikiwa Bwana Yesu yu hai, anakuja kuwafufua waliowafu, akiwemo Mtume Muhammad ambaye sasa ameshalala akisubiri alama ya kiyama kuja kufufuliwa siku hiyo, mbora ni yupi, aliyeko hai ama aliyelala? Kwa hivyo mwalimu wangu, nakushukuru kwa sababu Bwana akauliza swali, rudi tena mfahamishe elimu, ili kusudi ajue ya kwamba wale wanaoritadi wanakuja katika dini ambayo ni Kristo, hawaendi kwingine, bali wanakwenda kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo ukisema kwamba hujui dini hii katoka wapi, Mungu mwenyewe kaifahamu, vipi weje ukatae? Kwa hivyo mwalimu wangu, taratibu, amesema ni dakika za mwisho tumepewa, mpatie jibu mwafaka, ili wakienda Waislamu wakienda kuswali salatul isha wakumbuke ya kwamba Bwana Yesu anakuja, ndiye ufufuo, ndiye uzima. Karibu mwalimu wangu. Mwalimu Chaka, rudia 1971 na 72. Hapa hakuna kuruka, lazima uingie tu. Kwa hiyo tunaanza 68 ingie vizuri. Piga 71. Muda tu bwana. Tena hakika sisi tunawafahamu sana wanaostahili. Wanaostahili zaidi kuongozwa humo. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu. 71 71. Wala
hakuna yeyote katika ninyi, hakuna yeyote katika ninyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu, ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Piga 72 sasa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu, kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu, na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Sasa nyote muingie, alafu ndo baadaye sasa Mungu anatoa yule anayemtaka, anamuokoa yule mtaka madhalimu wabaki humo. Kwa sababu gani? Mmekosa kumtumainia huyu hapa. Msomaji, najibu swali lake kabisa moja kwa moja. Yeye amesema tunamtumainia Yesu mwanadamu, lakini Yesu tumetangulia kusema amepewa mamlaka yote. Msomaji, hebu tumuulize Yesu hivi anavyosema, anasema yake ama ya Mungu? 14:23 Yohana 14:23. Haraka haraka baba. Yesu akajibu akamwambia. Akawaambiaje? Mtu akinipenda mimi Yesu atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda mimi Yesu, yeye hayashiki maneno yangu, sio langu. Asante. Kwa hivyo neno linalozungumzwa na Yesu, Mungu ndo anazungumza. Sasa hebu tumsikize Yesu anasemaje. 5:24 Yohana, hapo atuchezi mbali. Sasa wewe useme ni mwanadamu huyo, tukimtumainia tutaenda motoni. Sikiza maneno ya Yesu hayo. Anasema 5:24. Amin nawaambia. Yesu anasema amini amini nawaambia, yeye anayelisikia neno lake na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini akaingia wapi? Teremka. Amin nawaambia. Sema baba. Saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, wale waisikia watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, ndiyo vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Ampa mwana kuwa na uzima, akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Maliza. Msistajabie maneno haya, maana saa yaja ndiyo watasikia sauti yake, na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Asante. Sasa hawa watakaomwamini Yesu ndio watapata ufufuo wa uzima. Ushahidi, msomaji, ushahidi. Haya, imefika. Nashukuru mwalimu wangu kwa sababu ya elimu ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walioko makaburini wanasubiri sauti ya Yesu. Alama ya kiyama ni yeye, ndipo atakapokuja walioko makaburini wafufuliwe. Sisi ambao tunamwamini Bwana Yesu tumemkubali yeye kwa kuwa mamlaka kapewa, mamlaka anayo, na ana mamlaka na yuhai mpaka sasa, yuhai mbinguni. Tunamsubiri kwa sababu atakapokuja yeye ndiye hakimu, ndiye hukumu, atakuja kuhukumu. Je, unapomtegemea hakimu atakapokuja atakuhukumu kweli? Hawezi kukuhukumu kwa sababu umemtumainia yeye, umemtegemea yeye na unafuata agizo lake. Kwa hivyo sisi, ndugu yangu mwalimu, umejibu vyema kulingana na jinsi maandiko yanavyosema. Ima tutaambiwa tutapatapa, ima tutaambiwa hatukujibu, ima tutaambiwa lolote tutakalosema. Ukweli wa mambo ni kwamba Yesu yuhai na yuhai mpaka sasa, na atakapokuja waliokufa watafufuliwa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nafikiri nimemaliza. Tunangojea nasi tupewe muda wa kuuliza swali kama muda huko, kama hakuna pia tuweze kuhitimisha. Haya, kwa haraka tunaomba swali kwenu ili tuweze kujibu, na baada ya kujibu tutakuwa ni wenye kuhitimisha kutokana na muda. Nafikiri hata wewe mwenyekiti unaona umekwenda, na chaomba tu Waislamu wao wastamilivu na Wakristo ili wasikie majibu yaliyokwenda shule, sio bora shule. Asante sana. Mimi hapa nauliza swali kutokamana na mada.
tumeona kuna madereva wawili. Dereva wa kwanza aliyetangulia Bwana Yesu akasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na hapa Yesu ametumia neno mtu. Elewa vizuri, no man comes to the Father, sio goes to the Father. Yesu hakusema hakuna mtu aendaye kwa Baba. Mtu aji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Lakini ili niulize swali langu, naomba nisomewe 46 aya ya 9, unisomee na sura ya 10 aya ya 102. Niulize swali lilokwenda shule, akija hapa aje mwalimu aliyekwenda skuli anipe jawabu, sio jibu. 46:9 baba. Tunauliza dereva wa pili sasa. Wa kwanza alishatuambia yeye kule anajua alikotoka na anajua endako. Inasema ndio sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Mtume anaambiwa aseme, awaambie wanadamu yeye si kiroja mpya, si kichekesho kipya katika mitume. Wala sijui mtakavyofanywa mimi. Mtume anaambiwa waambie wanadamu hajui atakavyofanywa yeye katika hiyo siku ya kiyama, wala mtakavyofanywa nini. Sikiliza vizuri, siulizi habari ya saa ya kiyama. Lakini katika hicho kiyama Mtume anasema hajui atakavyofanywa, wala ninyi mnaonifuata sijui mtakavyofanywa. Hatuulizi habari ya saa ya kiyama, lakini kile kitachotendeka kule katika kiyama baada ya ufufuo ni nini. Anatueleza tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura ya 10 aya 102. Sura ya 10. Haraka muda ni dakika 3, tunauliza swali. Aya inasema, aya ya kwanza Mtume ameambiwa atuambie wanadamu yeye hajui atakavyofanywa, wala sisi tunaomfuata hajui atakavyofanywa sisi. 102 inasema, basi wanangoja jingine ila kuajia mfano wa siku ya adhabu zilizowafika. Wanadamu wanangoja jingine ile kuajia siku ya adhabu, hiyo siku ya kiyama, watu waliopita kabla yao. Sawa? Sema waambie wanadamu basi ngojeni mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Safi. Mtume anaambiwa haseme atuambie wanadamu kwamba yeye pia yupo katika wanaongojea. Anasubiri nini? Uondo baba ushafunga, lenda pale maliza. We vipi? Aya. Muda hatuna, maliza uondo chini kule. Aya. Haraka baba. Swali tunauliza lilokwenda shule. Haya. Nipo baba. Vipi tena? Shule sio? Ndio. Ukimwona mwenzio amenyolewa. Sikiliza, Qur'ani inasema wanangoja jingine ila kuajia mfano wa siku za adhabu zilizopita, waambie na mimi pia nasubiri, mimi pia nangoja. Sasa Qur'ani tunafafanuliwa zaidi, tunaambiwa ukimwona mwenzio ananyolewa. Ukiona mwenzio amenyolewa. Sasa utajibu. Maliza tuulize swali nondoka. Analolifanya. Sawa? Basi kitie maji upesi kichwa chako, kwani na wewe unanyolewa kama anavyonyolewa. Na wewe utanyolewa kama anavyonyolewa. Hapo Mtume anaambiwa Qur'ani inasema ukimwona mwenzio akinyolewa kwa jambo hilo unalolifanya, na wewe kitie kichwa chako upesi maji, maana utanyolewa vile vile. Sasa mimi nauliza swali langu. Mtume ametuambia ama Allah anamwambia Mtume atuambie kwamba yeye Mtume hajui atakavyofanywa yeye nafsi yake, wala sisi tunaomfuata hajui namna atakavyofanywa. Yeye anangoja kiyama ili afanywe kama atakavyo Mungu. Aya hii ya kweli au sio ya kweli? Haya. Mwalimu Chaka, umeongeza dakika 1. Chairman, nakushukuru kwa sababu ya kuweza kumuruhusu kutumia ile dakika 1 kuuliza swali lake, kwa sababu alikuwa hajamaliza, na huo ndio wema ambao utakikana katika mahali tunapopeana elimu. Sasa swali lake nafikiri kalijenga katika kutokamana na aya 2. Aya ya kwanza Mtume anasema ya kwamba yeye si kiroja mpya, hajui atakavyofanywa wala nyie mtakavyofanywa. Aya ya pili anasema yeye ni kama siye, anasubiri na yeye jinsi itakavyokuwa. Kwa hivyo ikiwa yeye hajui atafanywa nini siku ya kiyama, wala nyinyi mtakavyofanywa siku ya kiyama,
Pili, yeye pia anasubiri kama sisi tunavyosubiri. Swali linakuja, je, aya hii ni ya kweli? Mwenyekiti mwenza, nakuletea microphone. Aya, ndugu yetu anauliza aya hii ni ya kweli? Kawaida ya Waislamu hawana taratibu ya kukataa Qur'ani yao, ila tuna taratibu ya kutoa tafsiri kama inavyotakikana kutafsiri Qur'an. Hatuna tabia kukataa aya sisi. Sasa namleta Sheikh Mazinge aje atoe tafasiri inayotafasiri na kuzingatia tafasiri na tafasiri ya Qur'ani yenyewe. Na swali limeulizwa kwa dakika 5, kwa hiyo mwalimu atalijibu kwa urefu zaidi ili muweze kuvumilia mfahamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza anajibu, anauliza aya hii ni ya kweli? Aya hii ni ya kweli. Kwa nini aya ni ya kweli? Kwa sababu mtume ni binadamu, kwa hiyo anasubiri siku ya kiyama. Anachosubiri nini? 9:40, soma hiyo 6:49. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. 6:49 Al-Qur'an Al-Karim. 46:9 aliyotoa yeye. Sema. Niambieni kama Mwenyezi Mungu akikuondoleeni. Wewe mtoto wewe. 46:9. 46:9. Wewe unasoma 46:16 ndio ulivyoambiwa hiyo. 46:9. Inasemaje? Inasema hivi. Sema. Mimi si kiroja mpya. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Jamani, katika mitume. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Wala mimi jamani Muhammad sijui nitakalofanywa. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Sifuati. Sikiliza sasa. Mtume anasema sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu. Bas. Mtume anafuata aliyefunuliwa. Kafunuliwa nini? 43:68 Qur'ani. 43:68 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. 43:68 Al-Qur'ani inasema. Inasemaje? Enyi waja wangu. Naam. Mlio wazuri. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Ipi hiyo? Wala hamtahuzunika. Kwa sababu gani? Waja wangu. Naam. Ambao waliziamini aya zetu. Naam. Na walikuwa Waislamu kamili. Naam. Maliza. Ingieni bustanini peponi. Takbir. Kwa hiyo mtume kishafunuliwa yeye ni Muislamu, anakwenda peponi. Huyo jamaa kaja Muhammadi kalala Maka, anamsubiri. Wote hapa mlishawahi kuangalia picha, wote picha mpya zinatoka. Picha ukiona Sterling anaanza kufa, hiyo sio picha. Picha yoyote hiyo ujue hii picha fake. Mtu anasema picha gani? Sterling kishakufa anaenda kulala. Sasa kama Sterling wenu Yesu alishakufa, hii picha ishaungua, hii si picha. Kijana huyu akasema, Yesu anakuja kumfufua. Sijui na Matendo 4:10. Piga hapo. 4:10 fanya haraka. Matendo 4:10 inasema. Inasemaje? Matendo 4:10. Inasemaje? Inasema hivi. Ninyi nyote. Na watu wote wa Israeli ya kuwa. Jueni nyinyi nyote na watu wa Israeli kuwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikilizeni maneno haya, acheni kusema uongo hapa. Maliza. Ambaye ninyi mlimsulubisha. Unaona, nyinyi mlimsulubisha. Na Mungu akamfufua katika wafu. Unaona? Takbir. Waislamu takbir. Sasa kumbe mlikuwa mnajua kwa nini huyo kaja kusema uongo. Kumbe Yesu
hakufufua, yeye ndiyo aliyefufuliwa. Kwa hiyo mfufuaji Yesu, mfufuaji yupo, lakini siyo Yesu. Sasa mlikuwa mnashangilia kitu amjue nyinyi mlijua mnaenda wapi? Kumbe mnashangilia Yesu afufue, alafu mnapiga makofi. Ndugu zanguni, lazima tuseme kweli. Huyu kijana katumia dakika nyingi sana. Mimi nataka nikuulizeni Waislamu kitu kimoja tu. Bwana Yesu wa Kristo hawajui, na siku ya kiyama ukiona umeenda peponi na Wakristo, hama. Kwa sababu Yesu mwenyewe, wewe 7:21 Mathayo 7:21 inasema, fanya haraka. Ndio baba. Fanya haraka mdogo wangu. Inasema, atubahatishi hapa. kwa kuwa 7:21 Mathayo. Inasemaje? Inasema si kila mtu. Sikiliza maneno hayo. Si kila mtu. Si kila mtu. Si kila mtu. Aniambiaye Bwana Bwana. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Naam. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Naam. Aliye mbinguni. Haleluya. 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 Unajua kwa nini wameshangilia? Asije mtu akasema namtegemea Yesu, kwamba wewe tegemea umefanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo asije mtu akasema Yesu kafa kwa ajili yake. Endelea. Inaendelea. Naam. Wengi wataniambia siku ile. Sikiliza, Yesu anakumbusha. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana. Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? We Bwana Yesu, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo? Na jina lako tulitumia, for the name of Jesus, kutoa pepo. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Tukatumia miujiza mingi kufanya kwa jina lako. Ndipo. Sikiliza maneno hayo. Ndipo nitawaambia dhahiri. Yesu anawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu. Takbir. Wewe bado ngapi? Bado 4 tu. Wewe hebu subiri, usiniongeze. Huyu alitumia 5. Alitumia dakika 4 na sekunde 3. Kwa hiyo Maipopo nasemaje? Alitumia dakika 7. Ametumia dakika 7 na sekunde 3. Mwenyekiti. Sawa. Haya, mwacha amalizie hiyo sasa. Haya, maliza tulizoendelea. Mimi namaliza. Wewe. Shetani akimfuata shetani atakwenda motoni. Kabisa. Mtu yoyote ukimfuata aliolaniwa, unakwenda alikolaniwa. Ndio. 3:13 Galatia. Pigeni makofi na hiyo. Pigeni rudia tena. Kristo. Kristo. Alitukomboa. Katika maana ya Torati. Maliza. Kwa maana imeandikwa. Umeruka. Rudia. Umeruka. Usiruke hapo. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Nimeipata. Umeipata Soma hiyo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Naam. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Naam. Maana imeandikwa. Naam. Amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Bas. Kwa hiyo Biblia inasema kila aliyoangikwa kalaaniwa. Swali linakuja kwenu. Wanemfuata laana wakapate uzima wa milele, mkono juu. Takbir. Haya, mada hiyo. Swali limejibiwa. Mwalimu, muda umeisha. Muda umeisha. Nafurahi sasa, tulia tufunge. Muda kuisha. Muda kuisha. Takbir! Takbir! Tulia Islam.
Waislamu tulieni. Anasummarize swali lake la mwisho. Asante sana. Asante sana. Ndio inakuwa insafu. Kidogo mwenyekiti mwenza. Unajua haya tutulie. Wewe tulia Waislamu. Waislamu hawana. Haya taratibu za mkutano huu mwenyekiti. Ni kwamba baada ya mwalimu wako kushuka huwa wauliza, je, kuna swali la nyongeza? Ni kweli ndio. Kama kuna swali la nyongeza mwenyekiti. Samahani kidogo. Na ndio maana unaona nimesema hivi, tulieni Waislamu tusikilize swali. Naomba Waislamu wakae chini dakika 10 hizi. 2 anauliza swali la nyongeza, 3 tunajibu, 5 tunaomba dua, tunatawanyika kwa amani na usalama. Kila Muislamu anayempenda Mungu na mtume tukae, na Waislamu ni watu wa subra kubwa sana. Tumekaa toka saa 9. Tutashindwa kukaa dakika 10 Waislamu? Swali ni mtume. Haya, uliza chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nimefurahi kwa sababu Mazinge anakuja na anamaliza mjadala mzima ya kwamba kumbe anafahamu Yesu kafa, Yesu kafufuliwa. Sasa sijui kwa nini anapinga muda wote mpaka sasa. Kanisa mlango uko wazi, wa mbele na wa nyuma. Tukualika Mazinge, karibu. Asante. Mwalimu Chaka, dakika zako 3 swali la nyongeza, alafu dakika 2 nafikiri mwenyekiti mwenza, swali la nyongeza, alafu tuachie wamalize dakika zao 3 ili tufunge mkutano. Lakini nimeshukuru kwa majibu ya Mazinge, ubarikiwe sana. Asante. Mwanzo napenda nimshukuru Bwana Mazinge kwa kutoa andiko katika Biblia kuonyesha kwamba kumbe Yesu ndio bosi atakayewafungulia watu milango ya peponi na wengine kuwapeleka motoni. Ili kwanza nakushukuru Bwana Mazinge. Hebu tumpigie makofi angalau kidogo jamani. Sasa basi, baada ya hapo Bwana Mazinge ametoa ndani ya Qur'an kuonyesha kwamba kumbe Qur'ani imekuja ikaonyesha kwamba kuna Waislamu wanafika peponi. Sasa swali linakuja, ikiwa haya hii ni ya kweli na mtume ameambiwa akaseme akawaambia wanadamu kwamba ajui hatakavyofanywa, wala ninyi mnaomfuata hajui atakavyofanywa, sasa nyinyi hamuoni ajabu hapa? Kama kweli alikuwa anafahamu kwamba Waislamu wanakwenda motoni, mbona anatuambia kwamba yeye hajui atakavyofanywa? Si angetuambia jamani, mimi nitakuwa peponi na nyinyi mtakaonifuata tutakuwa pamoja peponi? Kwanza hapa kwanza lazima tutumie akili zetu vizuri. Kwa hivyo swali la kimsingi, mtume anafundisha kwamba Mwenyezi Mungu kaumba pepo na akaiumbia watu wake, kaumba moto na akaiumbia watu wake. Alafu anamaliza anasema, hakika mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa peponi mpaka atakapokuwa yeye diri moja tu na peponi, atafanya matendo ya watu wa motoni na ataingia motoni. Alafu mmoja wenu atatenda matendo ya watu wa motoni mpaka atakapokuwa karibu sana kufikia pepo, atafanya matendo ya watu wa motoni na ataingia sehemu ya pili. Sasa kiufupi ndio mtume anafundisha, anasema yeye hajui atakavyofanywa, wala nyinyi mnaomfuata hajui mtakavyofanywa. Swali la msingi, kama Qur'ani imesema kwamba Waislamu mtakuwa motoni, na Qur'ani hiyo imerudi imetuambia kwamba Waislamu nyinyi hamna bidii ila kuifikia hiyo jehanamu, kisha hiyo Qur'ani inakuja na tuambia Muhammad ajui atakavyofanywa, tuisadiki ipi katika hizi? Swali mwalimu kauliza swali, na swali hili limetokamana na majibu ambayo yamekuja kutokana na Qur'ani ya kwamba kweli Qur'ani Muislamu hawezi kuipinga, yuasadiki. Ndani zipo aya 3 ambazo zimetolewa ambazo zinaonyesha ya kwanza kwamba Mtume Muhammad anasema hajui atafanywa nini, wala nyie mnamfuata hajui mtakavyofanya. Pili, Muhammad mwenyewe anasema ya kwamba pia yeye yuko miongoni wa wanaongojea, anasubiri na yeye hajui. Sasa aya 3 kaitoa mwalimu kasema ya kwamba Muhammad kawaambia ingieni peponi, ingieni peponi. Sasa kama kweli walikuwa Waislamu walikuwa taingia peponi, angelikuwa ashawaambia kwamba najua mimi naenda peponi na nyinyi mtaingia peponi. Sasa ya hadithi ambayo kaisoma Muhammad ya kwamba wanapokuwa wale wanaelekea jehanamu, wakifika karibu na kufika jehanamu, wakatenda matendo mema, anaingia wapi? Peponi. Na yule anaelekea peponi aende mpaka afike karibu na kufika peponi, atende maovu,
anaingia wapi? Jehanamu. Sasa swali linakuja, je, anaposema ya kwamba hajui, na anaposema kwamba na yeye anasubiri, na anaposema kwamba nyinyi ingieni, tuiamini ipi? Mwalimu, swali kwako. Haya, swali litajibiwa na Sheikh Mazinge, tena namrejesha, kwa sababu kijana amekuja ametoa maelezo. Tumemwambia toka mwanzo, sisi Qur'ani tunaiamini, hatukatai aya hata moja, lakini tatizo lako kijana, tafasiri ya Qur'ani uijui. Sasa Sheikh Mazinge, hebu rudi tena, mfahamishe kijana taratibu, mfahamishe kijana wako taratibu kabisa. Kama amekuja amebeba msalaba mgongoni, basi tarudi na msalaba wako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huyu kijana namsikitikia na nampigia makofi. Kaja akasema hapa Yesu ni boss. Mimi si nimesema hapa bosi wenu kalaaniwa? Kuna mtu kakataa? Sasa ukimfuata bosi aliolaaniwa unakwenda wapi? Si nimetoa 3:13 huyo bosi. Inasema Galatia. Msikilize bosi wako huyo. Galatia 3:13 inasema. Inasemaje? Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Naam. Kwa kuwa alifanywa laana. Unaona? Kwa kuwa huyu bosi alifanywa laana. Sasa bosi wenu kalaaniwa. Jamani, hivi mtu akilaaniwa na uzima milele? Msipige mikelele huko. Mwenyekiti, naomba nianze kwa sababu kuna kelele. Naomba uninyamazishie. Anza upya. Naanza upya. Unajua hapa hatupo hapa kwa sababu ya jazba. Yule bwana akasema Muhammadi kasema yeye ajui, Yesu ndio anajua. 20:20 Mathayo. 20:20 Mathayo. 20:20 Mathayo. Inasemaje? Fanya haraka wewe mtoto. Haya za mwalimu wangu. 20:20 Mathayo inasema hivi. Inasemaje? Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe. Naam. Akamsujudia. Naam. Na kumuomba neno. Anakwenda huyu mama kwa Yesu, anamsujudia na muomba neno. Akamwambia, "Wataka nini?" Mama akamwambia, yule Yesu akamwambia, "Wewe mama unataka nini?" Akamwambia, "Agiza kwamba hawa wanangu wawili." Agiza watoto nimekuletea Yesu hawa. Wakati mmoja mkono wako wa kuume na mwingine na mmoja mkono wako wa kushoto. Unaona? Katika ufalme wako. Ambia wewe siku ya kiyama mmoja chukua kulia, mwingine kulia katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema. Yesu anamwambia, "Hamjui mnaloliomba." Unaona, mama anasema wewe umepoteza majira. Hujui hata unaliomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachonywea mimi? Nyinyi kikombe nitachonywea mimi Yesu mnakiweza? Wakasemaje? Twaweza. Akawaambiaje? Hakika nitakinywea kikombe changu. Sawa. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, mimi Yesu sina amri. Takbir! Hana amri kuwaingiza nyie peponi. Hana amri. Sasa Waislamu, nyinyi mmesoma, tunapiga conclusion. 23:42 Luka. 23:42. Nyinyi wa Kristo, nyie sikilizeni andiko hilo. 23:42. Fanya haraka. Inasema. Naomba taa jamani. Afwan. Naam. 23:42. Msikilizeni Mungu wenu na mtume wenu anavyosema huyo. Kisha akasema. Yesu. Kuna jamaa mmoja kasulubiwa na Yesu msalabani. Anamwambia, Yesu. Kisha akasema, Yesu. Nikumbuke. Utakapoingia katika ufalme wako. Utakapoingia. Yaani na huyo Mungu anaingia naye kwenye ufalme. Utakapoingia kwenye ufalme wako. Yesu akamwambia. Yesu anasema, amin nakwambia. Amin nakwambia. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bas. Umeona hiyo? Umeona? Kumbe wanajua. Kumbe Yesu anasema leo hivi utakuwa. Kuna uta na mta. Utakuwa ni mmoja. Kwa hiyo Yesu kaingia. Mwenyekiti, naomba tuwe wavumilivu kidogo, hata kama mna furaha
mmechukia, vumilieni. Vumilieni. Lakini kwa nini hamtaki kuvumilia dakika 2 tu? Unajua kwa sababu gani? Jamani, Mungu ndio anawaingiza watu peponi, lakini na Yesu naye anaingia peponi na mtu mmoja. Sasa kama Mungu anaingia peponi, hawa atakayebaki atawahukumu nani? Jamani, wewe mtoto, wewe mtoto, wewe, nyinyi tunakukatishani tamaa kabisa. Wakorinto wa kwanza 15:18 aya yangu ya mwisho. Wakorinto wa kwanza 15:18 aya ya mwisho. Inasemaje? 15:18 inasemaje? Inasema wewe bado muda umekula namaliza au nafikiri naacha hiyo? Wallahi, sikiliza nikwambie, hiyo hata kama Israeli anakuja kuntoa roho atabidi asubiri. Maliza hiyo aya wewe maliza hiyo aya wewe Abubakari, maliza. Unafikiri naiacha hiyo? Maliza. Kufa nitakufa, subiri kwanza. Israeli anatumwa na Mungu, kwa kuwa hii aya ni ya Mungu. Hata kama Israeli atakuja itabidi dakika 1 asubiri. Maliza hiyo aya. Rudia tena. Wamefanyaje? Wamefanyaje? Takbir! Endelea. Takbir! Allahumma salli ala Muhammad. Tulieni hivyo, simameni hivyo na tutulie hapo. Ustazi Hussein Yahya, nenda katika mikrofoni ufanye dua, inshallah Waislamu watawanyike kwa amani. Kwa tutulie hivyo, Waislamu tusitoke, tuondoke kwa dua inshallah. Ustazi Hussein Yahya ofanya dua, na Wakristo huko mjiandae kwa ajili ya maombi ya kidini yenu. Sisi tunafunga mkutano wetu kwa amani kabisa na usalama. Kesho tunaanza saa 8:30 kamili. Saa 8:30 kamili ni maswali moja kwa moja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahil ladhi la yadhurru ma ismihi sumun wala da. Bismillahil ladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa. اللهم أنت ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فيبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر. اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر. اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما نجد ونحاذر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اهد كل عاصم مسلم، اللهم اهد كل عاصم مسلم، اللهم اهد كل عاصم مسلم. اللهم نجح كل طالب مسلم، اللهم نجح كل طالب مسلم، اللهم نجح كل طالب مسلم. اللهم لا تجعلنا مغرورين فنحجب نواظرنا عن أخطائنا ونصم آذاننا عن النصائح ونغلق تفكيرنا أمام تجارب الآخرين وجهودهم. اللهم لا تجعلنا مخدوعين فندفع في الباطل ونبتعد عن الحق ونثق بمن لا يستحق شرف الثقة. اللهم لا تجعلنا متكبرين
فنعطي أنفسنا ما ليس لها ونتعالى بها على أقرانها. اللهم لا تجعلنا فاشلين فنقضي حياتنا بلا غاية وأيامنا بلا رسالة وساعاتنا بلا كفاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، وارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ذا الكرم العميم، نسألك برحمتك أن تدخلنا في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Haya, kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tupate dua ili na sisi tuweze kufunga mkutano.